Kichunguza madai ya watu wanaosema kwamba Adamu alikuwa na mwanamke mwingine aliitwa Lilith kabla ya Hawa, utagundua kuwa wanatumia hoja hiyo ili kuwashawishi watu kuamini kuwa tukio la kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 27 na Mwanzo sura ya 2 fungu la 21 kuwa ni matukio mawili tofauti. Kwa lugha nyingine ni kuwa ili uweze kujenga hoja ya kumpata mwanamke mwingine aliyeumbwa kando ya Hawa, itakulazimu kusoma Mwanzo sura ya 1 fungu la 27 na Mwanzo sura ya 2 fungu la 21 kama matukio mawili tofauti. Lakini tukichukulia sehemu hizo mbili na kuzifanya kuwa tukio moja, tutagundua kuwa Mungu alimuumba mwanamume mmoja na mwanamke mmoja pekee. Ni muhimu kuvichambua vyanzo ambavyo vinatupatia habari za mambo ya Mungu, kwa sababu baadhi ya wanazuoni wa Biblia husema kuwa kisa cha mwanamke aitwaye Lilith kilikuwa katika Biblia ya Kiebrania na kisha kuondolewa wakati wa kanoni ilipokuwa ikiandaliwa. Wapo wengine wanaosema kuwa vitabu muhimu kabisa vya Kiyahudi vinakubali kuwa mwanamke wa kwanza wa Adamu alikuwa sio Hawa bali alikuwa Lilith. Makala hii fupi imeandaliwa kwa uchambuzi wa kina ili kuyajibu maswali yote na kupata uhakika wa jambo hili linalohusiana na uumbaji. Makala hii itachunguza vitabu vya historia mbalimbali za kale vinavyohusiana na jina la Lilith. Itachunguza pia muktadha wa kitabu cha Isaya sura ya 34 fungu la 14 inayomtaja Lilith, na kisha kwa undani zaidi tutaangazia baadhi ya vyanzo vya vitabu vya Kiyahudi vilivyoandika kuwa Adamu alikuwa na mke mwingine kabla ya kuumbwa kwa Hawa. Vitabu hivyo ni pamoja na Alphabet ya Ben Sira, Talmud, Kabbalah, Zohari, Midrash, Genesis Rabbah na vinginevyo. Ni matumaini ya mwandaaji wa makala hii kuwa wasomaji watapata majibu ya maswali mengi, hususan kwa vijana wengi ambao ni watumiaji wakubwa wa mitandao ya kijamii, ili kuondolea utata juu ya ukweli wa jambo hili na pia kukabiliana na upotoshaji mwingi uliozagaa mtandaoni kuhusiana na uumbaji wa wazazi wetu wa kwanza.